Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Moja ya mada kuu leo ni kwamba lazima tuache kufanya kile kilicho sawa kwa lengo la kupata kitu, na tufanye kile kilicho sawa kwa sababu ni sawa kufanya hivyo. Nataka watu wajisajili kutenda kile kilicho sawa. Naongelea kuhusu yale yaliyo moyoni mwako. Jisajili kutenda kile kilicho sawa kwa sababu ni sawa kufanya hivyo, hata ikiwa hutapata matokeo. Asante Bwana kwa neno la leo. Naona ni neno muhimu, na kwa hiyo na kuamini kwamba utanipa upako maalum juu ya neno hili, na kwamba kila mtu atakuwa msikivu, kwamba adui hataleta vizuizi vyovyote katika jina la Yesu. Amen. Sasa, jana usiku tulianza kuongea kuhusu wakati na jinsi sisi sote tulivyo na kiasi fulani cha wakati tuliopewa. Watu wengine huishi kwa muda mrefu kushinda wengine, lakini wakati tuko hapa sote tuna saa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Na bado watu wengine hukamilisha mambo makubwa katika maisha yao, na watu wengine hawakamilishi chochote. Na sote tuna shughuli nyingi. Jana usiku nilivaa kibandiko changu cha niko busy. Unajua niko busy, tunavaa kama kibandiko. Tunaona kwamba kuwa na shughuli nyingi ni kisingizio cha sisi kufanya yale mambo ambayo sharti tuyafanye. Na jana usiku nilizungumzia jinsi Mungu hajatuita tuwe na shughuli nyingi, lakini ametuita tuzae matunda. Na Mungu hataki tuzae matunda tu wakati mambo ni mazuri na rahisi, lakini haswa anataka tuzae matunda wakati hali ni ngumu na zenye changamoto. Nitaonyesha andiko punde si punde linalosema kwamba mtu aliyekita mizizi mahali panapofaa, ambapo ni katika Kristo na katika upendo wake, anaweza kuendelea kuzaa matunda katika mwaka mzima wa ukame. Hiyo inamaanisha unaweza kupata matatizo mwaka mzima, matatizo yasiyokoma, tatizo moja baada ya lingine kwa mwaka mzima, na ikiwa umekita mizizi mahali panapofaa katika Mungu, unaweza kuendelea kuzaa matunda ya Roho na kuwa baraka kwa watu katika kipindi chote yatakapokuwa yakiendelea mambo haya. Kama vile tunavyoona kwamba kuwa na shughuli nyingi ni kisingizio cha kutofanya yale mambo tunayojua kwamba tunapaswa kuyafanya. Pia tunafikiria kwamba kusema nina matatizo ni kisingizio cha kuacha kuwa mtu mzuri na mkarimu na kuenenda katika tunda la Roho na kuwapenda watu na kutoa na kwenda kanisani na kulisoma neno na kila aina ya mambo mengine. Hebu niwaambie kitu, ikiwa hatufanyi kile ambacho ni sawa wakati mambo ni magumu, basi tutaweza kamwe kutenda yale ambayo ni mazuri wakati mambo ni mazuri. Kwa hiyo leo nataka kuongelea juu ya kutenda yale yaliyo sawa wakati wote. Hakutakuwa na wakati ambapo si sawa kufanya jambo lililo sawa. Acha nirudie tena. Hakutakuwa na wakati ambapo si sawa kufanya jambo lililo sawa, au hakutakuwa na wakati ambapo ni sawa kufanya jambo lisilokuwa sawa. Pengine tunaelewa vizuri hiyo. Hakutakuwa na wakati ambapo itakuwa ni sawa kufanya jambo lisilokuwa sawa. Sawa, ikiwa tu wajinga na hatujui mema na mabaya, basi hilo ni swala lingine. Mungu atafanya kazi pamoja nasi na atatuelimisha. Lakini nahitaji kuwakumbusha asubuhi ya leo kwamba mnapousikia ukweli, mtakuwa mnawajibika kwa yale utakayosikia. Kwa hiyo, ikiwa hutaki kuwajibika zaidi, basi Mungu wangu, msirudi hapo usiku wa leo na kesho msije. Hatutakuruhusu uondoke sasa kwa sababu uko hapa leo, lakini usijisumbue kurudi tena, kwa sababu utasikia mambo ambayo yatayavuruga kidogo hayo maisha yako mazuri masafi, na utasema moyoni, oh. Mnaona, baadhi yenu jana usiku mlitambua kwamba mnapaswa kufanya marekebisho maishani mwenu ikiwa mnataka kuwa watu wazao matunda kama Mungu anavyotaka muwe. Watu wengine wamesisimuka sana juu ya jambo hilo na watenda nyumbani na kulifanya, lakini bado kuna watu wengine wengi ambao bado hawatakuwa tayari kufanya mabadiliko hayo. Na lazima niwe wazi kwenu na niwaambie kwamba ikiwa Mungu anawashughulikia kupitia kwa yale ninayosema, na una uelewa wa wazi kwamba Mungu anakuagiza ufanye kitu na bado unaendelea kusita kukifanya, basi Mungu itabidi azidishe matokeo ya kutotii kwako. Msisisimke sana. Na hufanya hivyo kwa sababu anatupenda. Anafanya hivyo kwa sababu anatupenda.
Wangapi miongoni mwenu watafurahi ikiwa watoto wao watawasikiza, watatenda yale mnayowaagiza kutenda kwa misingi ya neno lako tu? Si mngefurahi sana endapo mngeweza kwenda na kusema, sasa sikiliza yale mamako atakayokwambia. Nataka ufanye 1, 2, 3 na sitaki ufanye hiki na hiki na kile. Na wangesema, nimeelewa. Hakuna shida. Naelewa kile kitu ulichosema mama na baba. Najua mna busara, najua mnanipenda. Nitafanya hivyo. Lakini wangapi wenu pia mnatambua kwamba mnapotuma watoto wenu mara kadhaa na bado wasifanye hivyo, basi mnabidi mguse hali zao? Jamani sasa, na mnajua kusema kweli inakuumiza zaidi ya wanavyoumia. Kwangu ilikuwa ni adhabu kubwa kumweka ndani mwanangu kwa mwezi mzima kuliko ilivyokuwa kwao, kwa sababu nilipendelea zaidi watoke nje na kutembea ili kuwe na amani nyumbani. Amen. Kwa hiyo lazima tuache ile dhana ya kufanya jambo la sawa wakati mtu anaangalia. Jamani, je, wewe unapoteza muda kiasi gani ukiwa kazini ukicheza kwenye mtandao wakati hakuna mtu anaangalia? Usiwe Mkristo mwizi. Yaani mmetakayo mtendee na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Kama ingekuwa kampuni yako, ungetaka watu wafanyeje? Ndiyo, wacha nisiende huko. Naweza kujua kwamba mtaki kwenda huko, kwa hiyo sitaenda huko. Lakini lazima tuanze kutenda yale mambo yaliyo sawa, kwa sababu Mungu anaangalia wakati wote. Nafikiri hicho ni kitu ambacho hatukielewi, kwamba Mungu anaangalia wakati wote. Yuko kila mahali wakati wote. Na kwa hivyo siwezi kuishi kwa kuwapendeza watu, kwa sababu nikifanya hivyo basi nitafanya kitu kimoja wakati wanaangalia na kitu kingine wakati hawaniangalii. Jamani, sitakuwa mtu yule ambaye anafanya mema tu wakati hana budi kufanya hivyo. Ikiwa nafikiri nitaingia shidani nisipofanya hivyo, nataka nijitoe kabisa katika haki, kwa sababu tumepatanishwa na Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna hali ya usahihi ndani yetu, na tunahitaji tu kwanza kabisa kuutoa nje na tuanze kufuata kile kilicho mioyoni mwetu. Unajua, kabla hujampokea Kristo unaweza kufanya mambo mengi ya kipumbavu na hata usisumbuke sana moyoni. Hayakufanyi uhisi vibaya unaposengenya watu wengine? Haikusumbui? Unaweza kubeba vitu vya kazini na ukaenda navyo kwako nyumbani, unaweza kuvificha kwenye mkoba wako wa kubebea chakula cha mchana na ukaenda navyo nyumbani. Na vikutii homa, yani unasema moyoni, kwanza wandipi vizuri, Mungu atukuzwe, nenda navyo nyumbani. Jamani, tunafanya mambo ya kila aina. Unajua unaweza kuwa umeoa umeolewa ukafanya bado mizaa isiyofaa na mtu mwingine. Na hivyo havikusumbui kamwe, lakini hebu niwaambie kitu. Nenda ukaokoke kikweli. Ndugu, huwezi kuendelea kufanya mambo kama hayo na haikushtui. Unaweza kuyafanya lakini yatakusumbua. Na tunahitaji kujifunza kusikiza zaidi ile sauti inayotusumbua. Kwa sababu huyo kwa kweli ni Mungu akipaza sauti ndani yetu akisema, nimekupangia maisha mazuri zaidi. Ninakuwazia mema zaidi na mengi sana kwa ajili yako. Nina amani nyingi sana, nina furaha nyingi sana. Usiishi ukiwa na dhamira inayokuhukumu wakati wote. Amen. Sasa Mungu ni wa rehema na Mungu ni wa neema, na nashukuru kwamba msamaha wake hauna kikomo. Lakini mtu yeyote, sasa nisikilizeni, mtu yeyote anayempenda Yesu kweli hawezi kuishi jinsi hiyo. Utatia bidii kujifunza kutenda mema, si kwa sababu utapokea kitu kutoka kwa Mungu ukitenda mema, lakini kwa sababu ni vyema kufanya hivyo. Moja ya mada kuu leo ni kwamba lazima tuache kufanya kile kilicho sawa kwa lengo la kupata kitu, na tufanye kile kilicho sawa kwa sababu ni sawa kufanya hivyo. Nataka watu wajisajili kutenda kile kilicho sawa. Naongelea kuhusu yale yaliyo moyoni mwako. Jisajili kutenda kile kilicho sawa kwa sababu ni sawa kufanya hivyo, hata ikiwa hutapata matokeo. Na nitawasimulia hadithi ili wasaidie kuelewa. Mara ya kwanza Mungu aliponiita kufundisha uchambuzi wa Biblia, nilikuwa na kazi ya kudumu na majukumu mengi, na nilikuwa naona ugumu sana kupata muda wa kujifunza Biblia na
Unajua, Mungu aliniita kabla sijajua chochote. Sijui kwa nini alifanya hivyo, lakini ni shauri la Mungu kumchagua anayetaka kumtumia. Lakini nilikuwa na akili ya kutojaribu kumfundisha mtu yeyote ikiwa sikuwa nimesoma kwanza, na kwa hiyo nilihitaji muda zaidi wa kuchambua. Nilihisi kana kwamba kulikuwa na mwito wa Mungu maishani mwangu na kwamba siku moja nitaweza kutenda aina ya mambo ninayoyafanya leo. Hata sikujua ni kwa nini niliamini hivyo, lakini Mungu alinipa karama ya imani. Sikuwa mtu mwenye sifa zifaazo kazi hiyo, nilikuwa mtu wa mwisho wa kufanya kazi hiyo, lakini Mungu akipanda kitu katika moyo wako, unaweza kuwa na ari na hamu inayopita ufahamu wa kawaida. Kwa hiyo nilihisi kwamba Mungu alitaka nijiuzulu kazini. Hiyo ilimaanisha kwamba hatungekuwa na pesa za kutosha kulipia bili zetu za kila mwezi. Dave alikuwa na kazi nzuri, lakini nilipata pesa kama yeye tu, kwa hivyo mapato yetu yalikuwa yatapungua kwa nusu. Kwa hiyo mwanzoni sikuacha kazi, nilipata kazi isiyokuwa ya kudumu, na ninapokumbuka hayo nasikia kucheka. Ni mara ngapi hatutoi kutii, tunatoa sadaka. Nilidhani ningetoa kazi yangu ya kudumu na kutafuta kazi ya muda ambapo ningekuwa bado na uwezo wa kujitunza. Tunamtumaini Mungu, lakini mpenzi, lazima tuwe na mpango mbadala endapo Mungu hatatusaidia. Jamani, hiyo inamlenga mtu hapa, na unajua, sipendekezi mtu afanye vile nilivyofanya. Hungependa kama kufanya kitu kama hiki isipokuwa uwe na hakika kabisa kabisa kwamba hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakuongoza kufanya. Lakini kwa hiyo nikafuta ile kazi isiyokuwa ya kudumu, na sikuwa mtu yule ambaye anaweza kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ilikuwa kana kwamba Mungu alikuwa anasema, hiyo haitakusaidia. Nina kazi ambayo nataka uifanye. Nataka sasa uanze kunisikiliza. Kwa hiyo niliogopa sana, kwa sababu tulihitaji $40 zaidi kila mwezi ili tuweze kulipa madeni yetu, na hii haikuwa ya kugharimia ukarabati wa aina yoyote au aina yoyote ya nguo au chochote cha ziada. Na kwa hiyo kwa miaka 6, si siku 6, si dakika 6, si miezi 6, kwa miaka 6 baada ya uamuzi huo wa kujitoa niliofanya, tulikuwa na kiasi kidogo cha fedha kushinda siku zote, na sikuelewa. Unajua, ukitenda mema na usipate matokeo mema hapo kwa hapo, jamani, asubuhi ya leo tutakuwa na wakati mzuri. Jamani, ukitenda mema na usipate matokeo mema, watu wengi hawatatenda mema kwa muda mrefu. Watatenda tu kwa muda na kisha watajisemea, unajua, hii hainisaidii. Kwa hiyo lazima tupite mtazamo huu wa kiakili wa natenda mema ili nipate kitu. Nitajipatia kitu fulani kutoka kwa Mungu kutokana na tabia yangu. Huko ni kuishi chini ya sheria. Tabia yangu yanipatia kitu kutoka kwa Mungu. Neema inapinga kabisa mambo ya kujipatia. Haipingi juhudi zinazoongozwa na Roho, lakini inapinga kujipatia. Simdai Mungu chochote. Simdai Mungu chochote, au nyinyi hamdai chochote kwa sababu mnaomba kila asubuhi, kwa sababu nasoma Biblia kutoka mwanzo hadi mwisho kila mwaka, kwa sababu natoa zaka bila kukosa, kwa sababu nawasaidia wanawake wakongwe kuvuka barabara. Biblia inasema tunafanya kile tunachopaswa kufanya wakati tunapofanya mambo hayo. Kwa hiyo simdai Mungu chochote, na nahitaji kufanya kile ninachofanya kwa sababu nampenda sana kwa yale aliyonitendea, na kwa hiyo nitaendelea kutenda yale yaliyo sawa, alimradi bado ninavuta pumzi, ili nimtukuze Mungu. Na natumai nitapata matokeo mazuri, lakini nisipopata, sasa niangalieni, hiki ndicho kitu ambacho Mungu anataka niwaambie. Matokeo si wajibu wetu sisi. Mungu ndiye anayewajibika juu ya matokeo, lakini wajibu wangu na wajibu wenu ni kuendelea kutenda yale yaliyo sawa. Kuendelea kwenda mbele na kuendelea kutenda yaliyo sawa. Hatimaye niliacha kazi yangu, na kwa miaka 6, namaanisha nilikuwa na imani kubwa ya mauzo ya gareji. Yaani, watoto walipohitaji viatu, ningeenda kwenye mauzo ya gareji na $2 na ningetoka hapo nikiwa na viatu, na mnajua hiyo ilikuwa vizuri kwangu kwa sababu nilimwona Mungu akikimu mahitaji yangu kwa njia ndogo ndogo. Na kusema kweli, hiyo ilikuwa baadhi ya miaka 6 ya shida sana maishani mwangu, lakini pia ilikuwa baadhi ya miaka 6 ya kusisimua. Unasema, kwa nini ilikuwa miaka ya kusisimua sana? Kwa sababu nilimtegemea Mungu kabisa. Na ingawa ilikuwa inautisha mwili wangu,
ilinisaidia sana kiroho, na ilinibidi nimwamini Mungu kwa mambo madogo ambayo hata ilikuwa aibu kumwomba Mungu anitendee, kwa sababu nilikuwa kwa kiasi fulani nilikuwa mwanamke anayejitegemea. Na kumwomba Mungu anipe vitambaa 12 vya kufutia vyombo ilikuwa kama kwa kiasi fulani kama nilijihisi kuwa mjinga sana kuomba vitu hivi. Lakini mtu alipobisha mlangoni kwangu na kusema, natumai hutadhani nina kichaa, lakini nimehisi kana kwamba Mungu amesema nikuletee vitambaa 12 vya kufutia vyombo. Nakwambia nilikasirika wewe. Unajua nini? Sasa unaweza kwenda kununua vitambaa vya kufutia vyombo mwenyewe, lakini siku hizo zilinisaidia kuweza kujifunza uaminifu wa Mungu. Unaona, tunaweza kusema hapa na kusema Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu, na kila mtu anaweza kusema ndio, Mungu ni mwaminifu. Lakini unajua nini? Mpaka uone uaminifu wa Mungu. Na hatuwezi kupata chochote kutoka kwa Mungu ikiwa hatutamhitaji Mungu. Kwa hiyo Mungu atatuweka mahali ambapo tutamhitaji, na sharti tujifunze kupapenda. Katika kipindi cha muda huo, ningesikia kuhusu aina mbalimbali za baraka walizokuwa nazo watu. Dave alikuwa na ndugu yake mmoja wa kiume, yeye na mkeo walikuwa na pesa kutushinda sisi, na wakati walipokuja na unajua, ningesikia habari za yote waliokuwa wakifanya. Unajua, ilikuwa vigumu sana kwangu kufurahi kila walipokuja kututembelea na watu mbalimbali wangebarikiwa, na unajua, ningejaribu kufurahi pamoja nao, lakini unaelewa ninachosema. Ni vigumu wakati una mahitaji sana na mwingine anabarikiwa. Na kwa hiyo mchungaji wangu akaja siku moja na alikuwa ametoka nje kuhubiri, na unajua sikuwa nimefikia kiwango hicho. Nilikuwa nataka kutoka nje na kwenda huku na huku, lakini bado nilikuwa naendesha ushirika wa mafundisho wa Biblia nyumbani. Na siku moja akapitia na kanisimulia ripoti ya kupendeza ya sadaka aliyokuwa amepokea, na jinsi ilivyokuwa nyingi, na jinsi watu wawili alivyosema kwamba walitaka kuwa wabia wa huduma yake, na kwamba watafanya hivyo kwa kutoa kila mwezi. Na kisha kwa ghafla akaniangalia na akasema, je, ni sawa nikikwambia haya? Kwa sababu tulikuwa tumekaukiwa sana, na nikasema, oh, ndio Bwana asifiwe, nafurahi sana kwa ajili yako. Nilikuwa nadanganya, lakini najua nilikuwa najaribu kufurahi. Na nilipoondoka nilienda na kujiangusha kitandani mwa binti yangu na kwanza kulia. Nililia sana, nililia na nikalia, na kisha nikafanya uamuzi na nikatoa kauli. Nikasema, Mungu, nitatoa zaka na kutoa sadaka hadi wakati ule utakaporudi kunichukua. Hata nisipoona matokeo yoyote, bado nitaendelea kufanya hivyo tu. Na naweza kuambia kitu, mambo yalianza kubadilika baada ya hayo. Ibilisi anapojua kwamba kule kuvurugua hali zetu, jamani, nisikilizeni leo. Ibilisi anapojua kwamba kuvuruga maisha yetu hakutaweza kwa vyovyote kubadilisha kule kujitoa kwetu kufuata haki na kutenda yaliyo sawa, basi ataondoka na kwenda kumsumbua mtu mwingine. Sasa Luka 12:2-3. Lakini hakuna neno lililostirika kabisa ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani mkiwa peke yenu yatatangazwa juu ya dari. Sasa unajua, huenda itabidi nisome vifungu hivyo mara kadhaa ili kila mtu aelewe, lakini kimsingi Biblia inasema usifikiri unaweza kufanya mambo mabaya kwa siri na hakuna mtu atakayejua kamwe. Kwa hiyo jambo la muhimu kabisa ni hili: hatufichi chochote, hatumfichi Mungu chochote. Unaweza kuwaficha watu wengine wasijue, lakini wote hatimaye wataona matokeo katika maisha yako. Huenda hawatajua ni nini, lakini wataona matokeo. Lakini Mungu anajua yote, anaona yote, yuko wakati wote, na ana nguvu zote. Na tukifanya uamuzi leo kwamba Mungu anaona kila kitu, najua hili litawatia watu wengine tumbo joto kiasi katika viti vyao, lakini hili linisaidia sana kwamba Mungu anaona kila kitu, na nahitaji kumheshimu kwa kutoishi kama watu watakavyofikiria au kwa kujali watu watasema nini au kuwapendeza watu, lakini nahitaji kuweka ahadi katika moyo wangu
kufanya yale yaliyo sawa wakati wote, na kuelewa kwamba hakuna wakati ambao si sawa kutenda yaliyo sawa, na kufanya hivyo kwa ajili ya Mungu peke yake. Si kufanya hivyo ili kupata kitu kutoka kwa Mungu, lakini kwa sababu nampenda. Sasa naweza kuacha mwende nyumbani na itakuwa imetosha kuja kwenu. Kuzaa matunda wakati wa ukame. Na tuanzie hapo. Na tuache kuwa wale watu ambao hufurahi tu wakati mambo yanaenda vizuri, na kuwa watu wasiofurahi wakati mambo hayaendi vizuri. Tunaweza kuanzia hapo. Tunaweza kujifunza kuvumilia chochote kinachokuja bila kukasirika. Siwezi kujizuia wala kasirika tu. La. Hapana. Nitawaambia hivi, inashangaza nani tutakayemkasirikia na nani tutakayejidhibiti mbele yake. Jamani, unaweza kuwa umekasirika sana ndani ya nyumba yako, ukipigia kelele na kufokafoka, ukimkemea na kumpeleka mbio mumeo na watoto wako, na nikija nikipiga hodi mlangoni. Hebu niwaambie, tunaweza kubadilika kwa haraka sana na kwanza kusema Joyce, Bwana asifiwe. Wow, asante sana kwa kututembelea. Unajua nini, Yesu tayari yuko hapo. Usisisimke kwa sababu mtu fulani mashuhuri amekuja kukutembelea na kwa hivyo wataka kumfurahisha. Wakati wote katika nyumba nyingi, Yesu ndiye mgeni asiyeonekana. Yeremia 17:8. Unajua, sijui kama unapenda mahubiri ya aina hii au la, lakini ndio njia pekee ninayojua kuweza kutoa ujumbe. Kwa hiyo naona wale watu ambao hawako tayari kuendelea na Mungu hawatakuja. Kwa hiyo na tuangalie kifungu cha 7 na cha 8 katika Yeremia 17. Amebarikiwa sana mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa joto ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Jamani, hilo ni andiko zuri sana. Sasa, kwa hiyo tumekita mizizi tunapaswa kuzungumzia hilo. Angalia, ikiwa ujasiri wangu umejengwa katika upendo wa Mungu, basi sina haja ya kusambaratika wakati mtu hapendi kile kitu ninachofanya. Hiyo haimaanishi singependa wanikubali, lakini naweza kuendelea mbele bila hao kunikubali. Naweza kuambia watu hapana na kumwambia Mungu ndio, hata ikiwa hawatanialika kwenye karamu zao tena, kwa sababu sijakita mizizi na kujenga msingi kwao. Hao si chanzo changu. Amen. Lakini naweza kuendelea mbele hata watu wengine wakisema, ikiwa utakuwa Mkristo wa kilokole. Yaani, kuwa mlokole ni sawa. Unajua, ikiwa utakuwa mkereketwa jinsi hiyo, basi hutaweza kufaa kujiunga na kundi letu tena. Basi ni sawa, naona afadhali nijitoe kwenye kikundi, lakini unajua nini? Nina kundi langu mwenyewe, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nilifanya uamuzi huo zamani sana, na mnaweza kufanya hivyo pia. Kwa hiyo, hebu na tulifikirie. Tunakasirika haraka jinsi gani wakati mambo haendi kama tulivyotarajia? Je, tunaudhika haraka namna gani? Tukikasirika, tunachukua muda gani kuweza kutulia tena? Tunapokuwa na uhasama na mtu, tunachukua muda gani ndipo tuwe wa kwanza kwenda kuomba msamaha? Hebu fikirieni juu ya hilo kidogo. Amen. Je, kiwango changu cha uaminifu kikoje? Je, natimiza yale ninayosema hata wakati ni vigumu kufanya hivyo? Au nina mazoea kuambia watu nitafanya jambo fulani na kisha nikijisikia kutolifanya sitalifanya tu? Unajua, kuwa na wasiwasi ni kupoteza muda tu.
Unapoongea juu ya kitu fulani, huko ni kupoteza muda tu, ni wasiwasi. Yamkini nimesikia nikisema haya, ni kama kubembea kwenye kiti cha bembea siku nzima, unajiona washughulika, lakini hakikupeleki kokote. Na wakati mwingine huleta kiti cha bembea hapa jukwani, na naweza kubembea na kubembea na kubembea na kubembea, lakini naweza kubembea hadi saa kama hizi kesho, na bado nitakuwa mahali pamoja tu. Na hivyo ndivyo wasiwasi hufanya. Hauna maana, hausuluhishi shida zetu. Usipoteze muda ukiwa na wasiwasi. Tunapata wapi nguvu za kutenda yaliyo sawa wakati wote? Tunazipata kutoka katika neno la Mungu. Lazima niwaambie kwamba ikiwa hamtapenda kujifunza neno la Mungu, yamkini mtabaki kwa Kristo wachanga wakati wote. Sasa Mungu anapenda watoto wachanga, unajua, na sidhani kwamba wokovu wetu unategemea yale tunayofanya. Nafikiri ni karama ya bure kutoka kwa Mungu, lakini naona huwa tunaachana na mambo mengi tunayopenda. Tunaachana na uwezo mwingi na mamlaka hapa duniani kwa kutopenda kuenenda safari yote pamoja na Mungu. Hebu niulize swali moja leo. Je, umempokea Kristo kama mwokozi wako lakini hujamfanya kuwa Bwana wako? Kuna tofauti. Mimi husema wakati wote kwamba mnamo mwaka 1976 nilianza kuupa uzito uhusiano wangu na Mungu. Na unajua nini? Nilizaliwa mara ya pili wakati nilipokuwa na miaka 9. Kwa hiyo nilikuwa nimeokoka, lakini sikujua chochote. Na ikiwa hujui chochote, basi huna mwelekeo, hujui ufanye nini. Na Mungu alipoyagusa maisha yangu mnamo mwaka 1976, alianza mradi wa ukomavu wa kiroho ndani yangu. Mradi uliokuwa mgumu, lakini kwa kweli ulikuwa na faida zake. Nimemwona Mungu akifanya mambo ya ajabu ndani yangu na kupitia kwangu, kwa sababu nimemruhusu afanye kazi maishani mwangu, na ninaamini ni jukumu langu kutoona tu watu wakimjia Kristo, lakini kumsaidia muumini kukomaa na kukua ili aweze kuwa na kile ambacho Yesu alikufa ili awe nacho. Nataka muwe na yale maisha ambayo Yesu alikufa ili aweze kuwapa. Sitaki tu msikie habari zake au kuimba habari zake au kusikia mahubiri juu yake kuyatarajia kwa hamu. Nataka muwe nayo. Nataka mpate ile haki, amani, furaha. Nataka muweze kupewa mahitaji yenu. Nataka mzae matunda, na ninafikiri hata nyinyi mnataka hivyo vile vile. Zaburi 1:3, heri ana furaha, ana bahati, amefanikiwa, anakuonewa wivu mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Basi baadhi yenu, kabla mjafanya maendeleo yoyote kamwe, lazima mpate marafiki wapya. Unaona tu, tumeangalia tu ile sentensi ya kwanza na tayari tuna uamuzi mkubwa wa kufanya. Unajua, sitaki kuumiza hisia zao. Unajua, sikiliza, sidhani tunapaswa kujificha ili wenye dhambi wasituone. Haya ndiyo ninayosema. Alimradi unaweza kuathiri vizuri na hawakuathiri vibaya, basi fanya hivyo. Lakini ikiwa wanabadilisha mtazamo wako, ikiwa wanakuzuia kujitoa kikamilifu kwa Mungu, basi huna budi kutafuta marafiki wengine wenye mtazamo chanya. Changamana na watu ambao hawazungumzii matatizo yao saa zote. Changamana na watu wenye ndoto, watu wenye malengo maishani, watu ambao wanauona uwezo wako, watu ambao watakutajia mambo ambayo ni mazuri kwako, si kukuambia una kasoro katika kila kitu wakati wote. Nilipoamua kufanya uamuzi wa kujitoa kabisa mhanga kwa Mungu, nilipoteza marafiki wangu wote. Yamkini hilo si tangazo zuri kwa ajili ya kwenda ndani zaidi na Mungu, lakini natumai halitatokea kwenu, lakini lilitokea kwangu, na sasa mimi ni mzuri zaidi kutokana na hilo. Kwa sababu unaona, nilidhani hao ni marafiki zangu, lakini niligundua hilo kwa njia ngumu kwamba hawakuwa marafiki zangu kamwe. Na kwa hiyo ilibidi Mungu ayavue mambo kadhaa kutoka kwangu. Sikuwa tayari bado kuyaachilia, kwa hiyo aliyachukua. Na atafurahi kufanya hivyo kwa ajili yenu pia, ikiwa mtampa mwaliko mmoja leo kwa vinywa vyenu na kusema, Mungu, fanya kile unachotaka kufanya katika maisha yangu. Lakini usiseme hivi ikiwa umaanishi, kwa sababu ukisema huwezi tena kuyafutilia mbali. Hivi ndivyo inavyopaswa kuomba. Mungu, nataka ufanye chochote kile unachotaka kufanya katika maisha yangu, na ikiwa itakubidi unifunge madhabahuni ili nisiweze kutoroka, fanya utakavyo kufanya, kwa sababu nakwambia sasa hivi, Mungu, haijalishi nitapiga yowe na kutupa mateke kiasi gani baadaye, nataka
kuwa vile unavyotaka niwe. Kwa hivyo fanya kazi yako, na baadaye nikianza kulalamika na kukusihi urudi nyuma, usinisikilize. Jamani, amen. Unajua, ni kama mwanamke anayetaka kupata mtoto na apate mimba na kisha aanze kujifungua, anamchukia mumewe. Toka hapa wewe, unaniletea mambo haya yote. Sitakubali kufanya hivi tena kamwe. Na kisha baada ya miezi 6 unasema, naona tuongeze mtoto mwingine. Unajua nini? Unaposhika mimba, basi ni hivyo, utapata mtoto. Kwa hiyo, kwa kiasi fulani ndivyo ilivyo na Mungu. Unapompa ruhusa kupanda mbegu katika roho yako na kuanza kufanya kazi katika maisha yako, utapata mtoto. Utaenda kumpata mtoto Yesu. Amen. Kutakuwa na upendo, furaha, amani, saburi, utu wema, fadhili, upole kutoka kwako, upende usipende. Unajua Biblia inasema kwamba mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta subira. Unajua nini? Ilitoa vitu vingi ndani yangu kabla hatujafikia kiwango cha kuwa na subira. Ndugu zangu, wakati wa matatizo si kutenda vizuri, si kuwa katika ukame kwa saa moja, wala si mwaka mmoja. Nafikiri na maandiko kama 35 leo, na sasa nimefika andiko la pili, kwa hiyo tuko shidani. Heri ana furaha na bahati amefanikiwa na kuonewa wivu mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, kufuata ushauri wao, mipango yao na malengo yao, wala hakusimama akitii na kujikalia katika njia ya wenye dhambi, wala hakuketi kutulia na kupumzika barazani pa wenye mizaha na wenye dhihaka, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake au neno lake, maadili, maagizo, mafundisho ya Mungu, huitafakari, huifikiria na kuisoma mchana na usiku. Na baada ya kufanya hivyo, naye atakuwa kama mti uliopandwa na kutunzwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa na kufikia ukomavu. Tafadhali, 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 tenga muda katika maisha yako usome neno la Mungu. Usifikirie kutazama vipindi vya TV tu kunatosha. Usifikirie kusikiza mahubiri siku ya Jumapili asubuhi kunatosha. Tunamtusi Mungu wakati tunamkimbilia mtu mwingine na kumpita yeye. Jambo zuri zaidi unaloweza kufanya ni kuandika yale unayosikia, kisha ukifika nyumbani ufungue Biblia yako, uangalie maandiko hayo, umuombe Mungu akupe ufunuo, utoe kamusi, uchambue na kutafuta kuelewa maana yake, na umuombe Mungu akufunulie kitu kitakachokusaidia kuishi jinsi Mungu apendavyo uishi. Leo tuna vitu vingi sana. Naogopa kwamba watu wanafikiria mtu mwingine anaweza kuwalisha kila kitu wanachohitaji kama watoto. Unajua, pengine nabahatisha tu naposema ni afadhali utenge muda na kuwa na Mungu kuliko kuniangalia kwenye TV, lakini ikiwa ni uchague mimi au Mungu, basi tafadhali mchague Mungu. Afadhali muwe naye, kwa sababu nitakuwa kwenye shida kubwa ikiwa sitawaambia kile ninachoamini haswa kwamba Mungu anataka niwaambie. Na naweza kuambia kwamba kile tunachohitaji katika maisha yetu hatuwezi kukipata kutoka kwa watu, lazima tukipate kutoka kwa Mungu. Sasa naamini kwamba unajua karama ya ualimu na karama ya uchungaji inahitajika, na ndiyo, na hakika mnapata uelewa na ufunuo kutokana na mafundisho yangu. Lakini hata hivyo, kile ninachotaka mfanye ni mnisikize, muandike kumbukumbu, na mumwendee Mungu na muingie ndani kabisa. Msipitie tu neno la Mungu juu wakati wote kama nyuki anayepaa kwa haraka kutoka ua moja hadi lingine. Kaa kwa muda mrefu ili uweze kuyasoma kwa makini, ili upate kitu ambacho kitakusaidia kweli.
Amen. Na naelewa jinsi hili linavyowafanya watu, kwa sababu ni kama unajua, jana usiku kwa kiasi fulani tuondoa kile kisingizio cha kuwa na shughuli nyingi. Ningependa kusoma neno lakini na shughuli nyingi. Usidhubutu kusema hivyo. Ikiwa na shughuli nyingi mpaka uwezi kutenga wakati wa kuwa na Mungu, anza na dakika 30 kwa siku. Unaweza kuanzia hapo. Ikiwa huwezi kufanya hivyo, sijali kama unaweza kuanza na dakika 5 ikiwa unajitoa kweli kufanya hivyo. Kwa sababu najua kile kitakachotokea. Utazoea sana mpaka dakika 5 zitageuka kwa dakika 10 na 10 zitageuka kwa 15. Na kisha utahitaji saa moja na kisha saa kadhaa na mwishowe utakuwa huwezi kujizuia kufanya hivyo. Amen. Siwezi kutoka ndani ya nyumba bila kuwa na wakati na Mungu. Siwezi kutoka, nikitoka bila kufanya hivyo huwa siwi mtu mzuri. Lazima kila asubuhi nipate dozi yangu. Nisipofanya hivyo napata shida. Sitaweza kushughulikia mambo vizuri nisipofanya hivyo. Na Mungu ataniacha nianguke vibaya ikiwa sitamwendea yeye kwanza. Amen. Asubuhi ya leo nimetumia saa 3 nikiwa na Mungu kabla sijakuja hapa kukabiliana nanyi. Nimewahi kuhubiri haya mbeleni. Si mara yangu ya kwanza. Je, ilikuwa lazima nifanye hivyo? Bila shaka. 100%. Kwa sababu sijali nimefanya nini huko nyuma, kupitia mambo fulani au kufanikiwa katika siku zilizopita, hakuwezi kunipa mafanikio leo ikiwa sitamheshimu Mungu na kusema na kuhitaji sana tena. Usipokuja, hakuna hata mmoja wetu anayehitaji kuwa hapo. Na pengine unasema, nachukia kazi yangu. Kuna watu wengi wenye chuki kazini kwangu. Mungu, naomba unitoe hapa. Oh, samahani, nilidhani ulitaka huduma. Oh, sawa, nilidhani wakati ule mwingine ulipoomba ulisema, Mungu nitumie. Oh, maskini, wewe ndiye Mkristo peke yake kazini. Ndiyo mpenzi, acha nikutoe huko ili usitatizike. Siwezi kuvumilia kukaa hapo. Unaweza, ikiwa utamka mapema kwa dakika 30, ukae chini kwenye kiti mahali fulani na useme, Mungu, nitaenda tena pale mahali na kukuwakilisha, na nataka nifanye hivyo vizuri. Na ikiwa hutanipa nguvu za kufanyia hivyo, basi nitawazaba makofi. Jamani, nawapa changamoto mjaribu kufanya hivyo. Mwanze kumwendea Mungu kila siku na utafute kujua jinsi atakavyofanya kazi maishani mwako. Hivyo ndivyo ninavyofikiria mimi. Jaribuni. Unajua, itanibidi niamke mapema. Nizime lile GTV usiku na kwenda kulala mapema. Na nafurahia kutazama vipindi vyangu vifupi na nafurahia kutazama sinema zangu, lakini niwaambie nini? Unajua, hili linaenda na umri nafikiri, lakini naenda kulala saa 3 na kuamka saa 11 asubuhi, unajua. Ndio, hamko tayari kufanya hivyo au mko tayari? Hiyo ni sawa pia. Sijali huwa unalala saa ngapi au huwa waamka saa ngapi. Na kusema kweli, kama huwezi kufanya hivyo asubuhi, basi tumia muda wako wa chakula cha mchana na uwe na Mungu. Mume wangu alitembea kwenye barabara za sehemu alikofanyia kazi kwa miaka mingi sana. Hakukaa na kusengenya watu mezani wakati wa chakula cha mchana. Alikuwa mmoja wa baadhi wa Kristo wachache huko. Alikuwa na kitu muhimu zaidi cha kufanya wakati huo. Alitembea mitaani na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Na hapo ndipo Mungu alimfunulia kwamba huenda siku moja angeacha kazi yake ya kuajiriwa na kuingia kikamilifu katika huduma. Na kwa miaka 7 kabla haya yatokee, alitembea kwenye barabara hizo akiomba na kuomba na kuomba na kuomba. Sasa tunaona matokeo yake sasa ya miaka mingi iliyotumika kabla hatujaanza kufanya hivi. Watu wengi wanapenda kuamka kitandani na wapate mafanikio ya ghafla, na haitafanyika hivyo. Kabla Mungu hajakupa kitu chochote kikubwa, atakupa kitu kidogo kwanza. Nafurahia sana leo. Sawa sawa. Unajua tulifanya ile changamoto yetu ya 30 juu ya 30 hivi majuzi, na watu takriban 200,000 wakajisajili kujifunza Biblia pamoja nasi, na ilikuwa inasisimua sana kuona yale mambo watu walioandika na kusema jinsi changamoto hiyo ilivyoyabadilisha maisha yao. Na kile nilichopendekeza kilikuwa usisome kwa wingi wa vifungu, soma kwa ubora. Na sijali ikiwa unamiliki, angalia yale tuliyopata katika kifungu cha kwanza. Kifungu cha kwanza, nusu yake. Mpe Mungu nafasi ya kuongea nawe. Habakuki 3:17 hadi 19.
Maana mtini hautachanua maua, wala mzabibuni hamtakuwa na matunda. Taabu ya mzeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Sawa, na tulizungumzia kwa njia ambayo tunaweza kuelewa. Hata nijapofukuzwa kazi, na friji inapoharibika, na gari linapoharibika, na watoto wanaporudi nyumbani na ripoti inayoonyesha wameanguka masomo mawili, na wanapoleta barua kutoka kwa mwalimu wao yenye madai kwamba wanasumbua darasani, hata mume anapokalia kochi usiku nzima na kunywa pombe wakati najaribu kumtumikia Mungu na sawa, na tuache kulaumu wanaume. Hata mke ajapokuwa mvivu na kukaa bila kufanya chochote, lakini unajua chochote kile, hata nijapoamka nikiwa na vipele usoni mwangu, hata nijapoongeza uzito wa kilo 1 baada ya sikukuu ya Shukrani. Jamani, najaribu kuongea na nyinyi kuhusu mambo yanayotufanya tukose furaha. Siku yangu ya kuzaliwa ikifika, nitakuwa nimefikisha umri wa miaka 71, na asubuhi ya leo nimeona kipele. Nina chunusi. Unawezaje kupata chunusi ukiwa na miaka 71? Nimeamua kuchukulia kwamba narudi kuvunja ungo tena. Ndiyo, nimerudi kuwa tineja tena. Haleluya! Wow! Kwa hiyo hata ikiwa hakuna kitu kinachofaulu maishani mwangu, sina jaribu moja, nina majaribu 12. Walakini nitamfurahia Bwana. Sitasema nahisi kitu kama hicho. Nitamfurahia. Una uwezo wa kujiamulia. Nitamshangilia Mungu wa ushindi wa wokovu wangu. Sasa angalieni kwa makini kifungu cha 19. Mungu aliye Bwana ni nguvu zangu. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha nisimame wima kwa woga, lakini nienende katika mahali pangu palipoinuka penye matatizo, mateso na wajibu. Jamani, mtu ampe Mungu sifa. Mahali palipoinuka si mahali ambapo hakuna matatizo. Anasema mahali palipoinuka ni matatizo, mateso na wajibu. Na kwa nini mambo haya ni mahali palipoinuka? Kwa sababu unapoendelea kusonga mbele, unapoendelea kutenda yale yaliyo sawa, wakati kila kitu kinaonekana kwenda kombo, sasa utakuwa unasema kitu juu ya uhusiano wako na Mungu ambao hauwezi kupingwa na mtu asiyeamini, na hakuna ibilisi kutoka jehanamu anaweza kuupinga. Hiki ndicho kitu tunachohitaji. Tunahitaji uthabiti wa aina hii katika kuenenda kwetu na Mungu. Na unajua wengi wenu mioyo yenu inalia na kusema ni vigumu. Unajua nini? Tumepakwa mafuta kwa vitu vigumu. Mmenisikia? Uhitaji kujaza Roho Mtakatifu ndipo kila kitu kiwe rahisi kwako. Wagalatia 6:7-10 inasema, msichoke akilini mwenu na kukata tamaa. Msidanganyike na kupotoshwa na kuhadaiwa. Mungu hadhihakiwi, hafanyiwi mzaha, habezwi au kukejeliwa kwa maungamo ya uongo au unafiki, au kwa sheria zake kuwekwa kando, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kifungu cha 8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake asili ya chini na kufanya kile anachohisi kufanya, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho Mnaona, leo mnapanda kwa Roho hapa. Watu wasio wa kawaida ndio huchukua likizo na kwenda kusikiza kitu kama hiki. Yaani, lazima kwa kiasi fulani uwe mtu asiyekuwa kawaida kuchukua likizo na kwenda kumsikiza mtu akikwambia jinsi mateso na matatizo yalivyo mambo mazuri.
Biblia inasema kwamba sisi ni wapitaji na wageni, tunapita tu. Hebu na tuangalie kifungu cha 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Na tutaachia hapo. Hebu na tuangalie Kumbukumbu la Torati 26:14. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi. Hebu angalieni hiyo. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi. Naipenda hiyo. Anasema ninapokuwa na shida siwezi kuchukua kile ambacho ni cha Mungu na kukitumia kwa ajili yangu. Watu nyamaza unapoongelea swala la kutoa zaka. Naona nitaendelea mbele tu kuongea juu yake. 10% ya kwanza ya vyote ulivyo navyo si yako, ni ya Mungu. Na tukichukua kile ambacho ni cha Mungu, basi tutakosa baraka nyingi alizonazo kwa ajili yetu. Na watu wengine husema kutoa zaka ni kuwa chini ya sheria, haijatajwa katika Agano Jipya. Unajua, nadhani kitu cha pekee ninachoweza kusema juu ya hayo ni kwamba ikiwa anaweza kutoa 10% wakiwa chini ya sheria, je, sisi kwa neema ya Mungu tunapaswa kufanya nini? Hata hivyo, hayo si mahubiri nayohubiri leo. Lakini na masuala ya kujitoa, je, ikiwa umeajiriwa kufanya kazi katika nasari na una tatizo la kibinafsi, ni rahisi kweli kutoenda kazini? Lakini angalia, hapo ndipo unapaswa kujikaza na kwenda kazini, kwa sababu hufanyi hivyo ili upate matokeo au kwa sababu hukupata matokeo. Unafanya hivyo kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu na unamwakilisha Mungu, na hivyo ndivyo Yesu angalivyofanya angekuwa katika hali hiyo. Sasa katika zile dakika chache ambazo zimesalia, hebu niseme hivi. Biblia inatufundisha katika Yohana 15 kukaa ndani ya Kristo, si kutembea. Si kutembea kanisani Jumapili asubuhi na kukaa hapo kwa dakika 45. Kukaa ndani ya Kristo. Na neno kukaa linamaanisha kuishi, kukaa, kuendelea na kubaki. Na naweka ahadi za ajabu sana, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamuwezi kufanya neno lolote. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Oh, Mungu wangu, bado najaribu kuelewa kabisa hayo. Yaani, kama ningekuwa Mungu ningeogopa kuambia watu mambo haya. Bila shaka ukweli ni kwamba ikiwa kweli tunakaa ndani yake, basi tutapenda kile Mungu anachopenda. Kwa hivyo, kwa maana ni kama hatua ya kisaikolojia inayowekwa hapo ndani. Kaeni. Ufunuo mkuu zaidi ambao niliwahi kuupata katika maisha yangu juu ya Mungu ni kwamba alitaka kuhusika katika kila sehemu ya maisha yangu. Jumatatu yangu, Jumanne yangu, Jumatano yangu, Alhamisi yangu, Ijumaa yangu, Jumamosi yangu na Jumapili yangu. Na hata baada ya kutoka kanisani Jumapili, bado alitaka kuhusika katika maisha yangu. Siwezi kuwa kiroho kwa dakika 45 Jumapili asubuhi na kisha kama mtu wa ulimwengu katika siku za juma zilizosalia. Anataka kuhusisha katika vile ninavyovaa, ninachokula, ninaotangamana nao, ninavyotumia pesa zangu. Mtu wa chokochoko, sivyo? Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.